katika ukaguzi unaokuja, miongoni mwa mambo ambayo yataangaliwa au yatafuatiliwa kwa ukaribu ni pamoja na utengaji wa 30% kwa ajili ya makundi maalum. Na ndio maana mmeona kuna agenda katika mbio za mwenge wa uhuru wa mwaka 2026. Mamlaka kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Vijana ambao ndio waratibu na wanaoshikilia na kuratibu shughuli za mwenge, tulishirikiana na tukaona ni vema agenda hii ikaingia katika mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2026. Na ndio maana mmeona kila wilaya au kila maeneo mwenge unapopita lazima kuuliza vikundi vingapi vimesajiliwa katika halmashauri husika. Na target ni kuhakikisha kila halmashauri inasajili vikundi visivyopungua 150. Na tukifanya hivyo na tukawapatia kazi, maana yake tunaenda kupunguza ile changamoto ya ajira. Lakini pia mafunzo haya yanapunguza changamoto mbalimbali ambazo zipo katika utekelezaji wa majukumu yetu kule ofisini, hasa katika eneo hili la ununuzi na ugavi. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya taasisi wanakuwa wanashindwa kufanya maamuzi kwa wakati, kuchelewa kufanya maamuzi kwa wakati, lakini wakati mwingine wanachelewesha nini? Utekelezaji wa miradi. Ni kwa sababu ya kutokuwa na uelewa wa pamoja. Lakini kama tukielewa utaratibu, kwa sababu wakati mwingine mtu anaulizana kwenye vikao, lile jambo limekwama wapi? Kumbe liko kwake. Yeye mwenyewe anauliza limekwama wapi. Sasa watu wengine mnamshangaa kwenye kikao. Sasa kwa sababu labda ni kiongozi mkurugenzi, sasa unasemaje? Hajaelewa. Umeone? Kwa hiyo inabidi ufuate kwa utaratibu, umwambie mzee liko kwako. Hii wiki ya pili sasa evaluation ishakamilika. Si ndio? Lakini kama tunauelewa wa hizi workflow, maana yake ni rahisi na tunaweza tukawa tunaongeza ufanisi na kupunguza hizo changamoto wakati mwingine za kutokuelewana tu. Tujitahidi katika mpango wetu wa ununuzi wa mwaka huo unaokuja 26 27 ambao sasa hivi ndio tuko kwenye tunaandaa, wengine wameshakamilisha, wengine tunaendelea kuandaa. Tuhakikishe tunazingatia upendeleo kwa wazawa. Tenda zile ambazo ziko below 50 billion zipelekwe kwa wazawa. Lakini tenda ambazo tunaweza kuzipeleka kwa special group, basi tuzipeleke kwa special group. Na kama nilivyosema na tuliwaonyesha kwenye dashboard hapa ya NeST, kuna dashboard ya ufuatiliaji. Tutaanza kufuatilia taasisi kwa taasisi. Sasa hivi ni rahisi tu, tofauti na ilivyokuwa zamani mpaka utembee. Sasa hivi ukaguzi unaweza kufanyika sehemu yoyote kwenye laptop. Utafanya ufuatiliaji na kujua taasisi hii. Of course kuna kitu ambacho kwa kinatakiwa kufanyika cha kuzuia, lakini tumesema tuanze. Ilikuwa usiweze kupublish APP kama hujatenga tenda kwa ajili ya special group. Hii moduli mpya ya usimamizi wa mikataba ni moduli ambayo ni pana kidogo na ni nzuri na imeboreshwa sana. Na kuandaa mafunzo haya imeleta chachu kwa sababu watu wengi tulikuwa tumeiona, ilikuwa imeanza, kuna vipengele ambavyo vishaanza live, vingine vilikuwa vijaanza live. Lakini sasa hivi baada ya kuja sasa na kupata hii elimu, tukirudi ikiwa live vipengele vyote, kwa kweli ni module kubwa, ni module nzuri sana na itaongeza sana ufanisi na kuspeed up kazi. Kwa maana ya kwamba kuna usimamizi wa mikataba, contract management. Zamani mikataba ilikuwa inasainiwa nje. Sasa hivi mikataba kila kitu kinafanywa ndani ya mfumo. Kuanzia e-contract mpaka e-payment. Kwa hiyo vyote vinafanyika kwenye mfumo. Kuanzia mwanzo mchakato mpaka kusaini mikataba mpaka payment. Kwa hiyo ni module moja nzuri sana na tumeifurahia kwa kweli. Kabla ya mfumo huu wa NeST kulikuwa kuna mfumo lakini haukudumu, naweza nikasema. Tulipata mafunzo, ulikuwa TANEPS unaitwa. Kwa hiyo mfumo ulitoka ukaingia wa NeST, lakini mfumo wa NeST ninachokiona utofauti yake ni kwamba unashirikisha kundi kubwa la watumishi mbalimbali. Kwa hiyo naona ni mfumo mmoja ambao ni mzuri, ni shirikishi, na kwa haya tuliojifunza leo, ukiwa unaendelea hivyo ni mfumo ambao utarahisisha sana utendaji kazi, ile kwa maana ya utendaji kazi kwa haraka, kutakuwa na mlolongo mrefu. Kwa kuwa sasa hivi
upande wa taasisi na upande wa mzabuni kwa pamoja wote wanaingia kwenye mifumo. Kwa hiyo kutakuwa kuna uharaka wa utoaji wa huduma. Kwa hiyo kuna uwajibikaji. Atakayechelewesha upande mmoja, maana yake atakuwa anaonekana anaenda kinyume na mkataba uliopo. Pili, tutaongeza ufuatiliaji. Ufuatiliaji maana yake kwa sasa hivi umetoa huduma, kuna huduma ya usafi, kuna huduma ya ulinzi. Mara ya kwanza tulikuwa tunapata changamoto kujua utoaji wa ule huduma huko kwa namna gani. Ila kwa sasa hivi kupitia mfumo ina maana tunaongeza ufuatiliaji kwa rahisi na kwa ukaribu zaidi. Kingine ambacho nakiona kwa sio kikubwa sana, lakini kuna nafasi za ajira baadhi zitajitokeza. Kwa kuwa upande wa wazabuni sasa wameingia kwenye mifumo, kwa wanahitaji waajiri watu ambao ni competent, au watu ambao wana uwezo na wanaelewa maana mikataba, ili waweze kuwasaidia katika kupitisha hiyo mikataba, upande wa fedha, malipo na vitu kama hivyo. Na cha mwisho kabisa, mifumo inafuata sheria na kanuni za manunuzi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kupitia mafunzo watu waliyopata, maana yake sasa tunaenda kusimamia sheria za manunuzi kikamilifu, kwa kuwa mifumo tayari inazingatia sheria. Kwa hiyo sasa maana yake ukifanya kinyume, maana yake umeenda kinyume na kanuni za manunuzi. Katika huku kuboresha mfumo katika usimamizi wa mikataba, imenirahisishia kupunguza migogoro kati yangu mimi na wazabuni. Imenisaidia kupunguza urasimu, yani impunguza muda, kwa sababu mambo mengi yanafanywa kwenye mfumo. Sasa hivi approval ni rahisi, kungojea sijui nani hayupo. Sasa hivi kila kitu kwenye mfumo, approval zinatoka kirahisi, pamoja na muda, imepunguza muda sana. Na hivyo uwajibikaji, unaona sasa hivi kazi yako ipo kwa nani, natoka hapo itaenda kwa nani, inakusaidia kuinteract na departments nyingine.